Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anadai kwamba Cuba inakaribia kuanguka hivi karibuni. Maneno yake yanakuja huku kukiwa na ripoti kwamba Washington inapanga kuzuia kwa ujumla mafuta katika taifa hilo la kisiwani kwa nia ya kuanzisha mapinduzi dhidi ya Rais Miguel Diaz-Canel. Mpango wa rais wa Marekani ni kuangusha utawala wa Rais Miguel Diaz-Canel baada ya kumteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro mapema mwezi huu. Marekani imeweka macho yake kwa Cuba ambayo Trump anadai iko tayari na ipo katika kuanguka katika muda mfupi ujao. Akizungumza na waandishi wa habari, rais wa Marekani Donald Trump amesema Cuba kweli ni taifa ambalo linakaribia kuanguka. Kulingana na rais, Havana ilikuwa ikipata mafuta na pesa kutoka kwa Caracas, lakini haitakuwa tena na haitopata mafuta hayo. Kwa muda mfupi baada ya kutekwa nyara kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, Trump alisema Washington itaendesha Venezuela wakati wa kipindi cha mpito na inahitaji ufikiaji kamili wa mafuta na mambo mengine katika nchi yao. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema kuwa Washington inakusudia kudhibiti mauzo ya mafuta Venezuela kwa muda usiojulikana, na hivi itahakikisha hakuna hata tone litakaloelekezwa nchini Cuba. Mataifa washirika kama vile China pamoja na Urusi yameweka wazi kusema kwamba hawatoangalia kuanguka kwa Cuba, lakini watahakikisha taifa hilo linaendelea kusimama kama kawaida. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov ametamka kwamba wakati huu serikali ya Urusi itahakikisha inapeleka mafuta ya kutosha nchini humo, wakati ambapo Donald Trump atazuia mafuta ya Venezuela kupelekwa katika taifa hilo la Cuba. Hata hivyo, rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez ambaye aliapishwa baada ya kukamatwa kwa Maduro alitangaza kwamba hakuna wakala wa kigeni ambaye angedhibiti Venezuela au kigeuza kuwa koloni. Bado alijaribu kuweka Washington kwa kufungua sekta ya mafuta ya Venezuela kwa makampuni ya Marekani. Wiki iliyopita shirika la habari la Politico limeripoti kwamba Marekani ilikuwa inapanga kuzuiwa kwa mafuta kwa Cuba ili kuiweka kwenye shinikizo la kuua serikali. Hapo awali jarida la Wall Street limeripoti kwamba Washington ilikuwa inatafuta watu wa ndani wa serikali ya Cuba kusaidia kuandaa operesheni ya kubadilisha serikali ifikapo mwishoni mwa mwaka. Cuba imekuwa chini ya vikwazo vya kibiashara vya Marekani tangu miaka 1960, lakini haijakabiliwa na majaribio ya kizuizi cha majini cha Marekani tangu mwaka 1962 wakati wa Rais John F. Kennedy aliiweka chini ya karantini kwa siku 13 tu ili kuzuia uhamisho wa makombora ya Sovieti kwa jeshi la Cuba. Diaz-Canel hapo awali alipuuza vitisho vya Trump kwa kusema kwamba hakuna mtu aliyeamuru tufanye nini. Moscow pia ililaani kile ilichokiita lugha ya usaliti na vitisho dhidi ya Cuba pamoja na miongo kadhaa ya vikwazo visivyokuwa halali na haramu vya Marekani, huku ikisema kwamba ipo tayari kwa ajili ya kusaidia chochote katika nchi hiyo ya Cuba ambayo inakumbwa na vikwazo vya Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu hapa.